today's your day if you want. Na mwambie tena mbona ufurahi. And tell him, why are you not happy? Mwambie kwa nini kila wakati tukiwa kanisani au watu wanafurahi. Tell him or her, why every time when you're at the church you are not happy? Mwambie, why are you stressed every day? Why are you stressed every day? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord. Nitajitahidi kuhubiri kwa Kiswahili. So I'll try to preach in Swahili. Lakini kikawaida naona hubiri kwa Kifaransa. But normally I used to preach in French. Lakini nitasema kuchanga tu. But I'm going to try to mix up. Amen, amen. Amen. Kanisa, amen. Church, amen. Kwa wale ambao wanifahamu vizuri. For those who don't know me well. Naitwa Pascal. My name is Pascal. Na huduma yangu niko mchungaji. And my ministry, I'm a pastor. Amen. 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 Tulipata neema na kibali. We began granted mercy and authorization. Ya kubarikiwa na kupakwa mafuta as a pastor. And to be honored as pastors. Tokea 2011. Since 2011. Na pia Mungu atuniimisha. And also God has given us grace. Kuongoza kanisa muda wa miaka 7. To lead the church for 7 years. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord. Mbele ni pite kwa somo ya leo. Before I jump to today's sermon. Nilipokuwa nikiomba usiku. When I was praying at night. Kunakuwa picha fulani niliona. There is a picture that came up front that I saw. Na quand on chantait encore ici. And when we were singing. Hiyo picha ikarudia tena. That picture came back again. Nilikuwa na swali ndani ya mkutano. So it was about the assembly that's nilikuwa na swali mkutano. I've got a question to the crowd. Kunakuwa mtu mmoja ambaye there is someone that anasumbuliwa sana ndani ya ndoto na vita. He's been struggling in dreams. There is a kahor inside him. Yani ndani ya ndoto. And that means inside his dream. Anapigwa vita sana. Someone is fighting him. Na hiyo usitanie. And don't take it as a joke. Iko very serious. It's very serious. Quand on chantait encore ici. When we were singing over there. Ile picha ilikuja tena. That picture came back again. Ningekuomba. I would ask you. Kama uko pale. If you are there. Kuja uombewe. Come up front so we can pray for you. Sababu iko very serious. Because it's very serious. Kanisa, amen. Church, amen. Ninakusihi kwa upendo wa Mungu. I'm begging you for the love of God. Usisikie haya maana ni maisha yako. I don't feel shame because that's your life. Hiyo issue iko very serious. That issue is very serious. Na ulimwengu wa giza. And in the darkness world. Wamejiandaa kabisa. They've got prepared. Na ikiwa kama utasikia haya. And if you feel shy. Baada ya kanisa unaona mchungaji akuombea. After service, please meet the church so you can pray as a pastor so he can pray for you. Amen. Amen. Tupite kwa neno la Mungu. Let's pray. Dieu tout-puissant, Père de toute éternité. C'est toi le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est toi le Dieu qui agit, le Dieu qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Je recommande toute l'assemblée entre tes mains. Que ta main la plus puissante, ô mon Dieu, mon roi, soit notre guide. Et que tout le plan du diable ce matin ou cette journée, que ça soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes en Actes des Apôtres. We're going to read from Acts. Chapitre 8, verset 9. Chapter 8, verse 9.
Aliyekuwa na Kiswahili atasoma kwa haraka pale. Someone with a Swahili Bible can read right quick. Ili tukombe wakati. For the sake of time. Tusome katika jina la Yesu. Let's pray. Let's read in the name of Jesus. Mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu wa mataifa na wa Samaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema huyu ni uweza wa Mungu aliye mkuu. Amen. Amen. Kanisa, amen. Amen. So I'm going to read it in English. Acts chapter 8, verse 9. Now a certain man named Simon had previously practiced magician in the city, and he met the people of Samaria, saying that he was someone great. Amen. Amen. Kanisa, amen. Church, amen. La Bible dit en français. The Bible says in French. Biblia inasema kwa Kifaransa. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Amen. Amen. Kanisa, amen. Church, amen. Kwa siku ya leo, today, sitakuwa mrefu sana. I want to be very long. Nitakuwa mfupi. I'm going to be short. Lakini dans ce peu de minutes, lakini kwa muda mchache huu, tutaongea kuhusu neno nasema, we're going to talk about the way saying, don't pretend. Don't pretend To be a Christian. To be a Christian while you are not. While you're not. Amen. Usijifanye kuwa Mkristo wakati wewe sio Mkristo. Asante pastor. Kanisa, amen. Church, amen. Don't pretend. Usijifanye to be a Christian kuwa wewe ni Mkristo while you are not. Wakati wewe sio Mkristo. Amen. Amen. Nataka unifuate vizuri kabisa. I want you to follow me carefully. Ambia mwenzako, pretend. Tell your neighbor, usijifanye to be a Christian kuwa wewe ni Mkristo while you are not. Wakati wewe sio Mkristo. Kanisa, amen. Church, amen. Mbele niingie kwa somo letu. Before I get in today's sermon, nita explain kidogo. Nitaelezea kidogo kuhusu habari ya kanisa. About the story about the church. Yesu kama vile kichwa ya kanisa, Jesus as the head of the church, aliambia Petro ya kwamba, he told Peter that juu yako wewe Petro nitalijenga kanisa. Upon you I'm going to build my church. Alimwambia juu yako wewe Petro, he told him that upon you nitalijenga kanisa. I'm going to build my church. Lakini akusema, but he didn't say juu yako wewe Petro, upon you Peter nitalijenga makanisa. Hapana. I'm going to build churches. Nitalijenga kanisa. I'm going to build church. Kanisa, amen. That's one church. Church, amen. Kanisa, amen. Church, amen. Nilipenda hapo nipane light kidogo. I'd like to give you some mwangaza. Kwa ufupi tu. Just a short. Wapendo wa kanisa na sehemu mbili. My beloved, there are two parts of church. Kuna kanisa ambao there is a church that inaonekana kwa macho ya nyama. That can be seen by the eyes of from the flesh. On dit église visible. In French wanasema kwamba ni kanisa linaloonekana. Na kuna kanisa ambalo and there is a church that alionekana na macho ya nyama. That can see by normal eyes. Na hiyo ni église invisible. And that is kanisa lisioonekana. Amen. 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 Tutembee pole pole. Let's go slowly. Yesu Jesus, kanisa ambalo aliambia Petro, the church that is told Peter, ni kanisa ambalo iko invisible. It was a church that lisioonekana. Kanisa ambao alionekane. It was a church that is invisible. Oh, maintenant je te confonds en fait. C'est pas grave.
I'm so sorry. I know you're fine. Kanisa amen. Church, amen. Unichukulie. Just take it easy. Ya juu ya lugha mchukulie tu. Just for the language, just take it easy. Kanisa, the church, linaloonekana, that is can be seen, ndilo kanisa that the church ambao kwa leo, that's today, tumeita madhehebu, we call denominations. Na ile kanisa, and that church, watu wote wanaingia, everyone gathered there. Kila aina ya watu wanaingia, every kind of people get there. Watu wabaya wameingia, even the everyone's get there. Wezi wameingia, the thieves get theirs. Wazizi wameingia, those comedic addicts wasema bongo wameingia, liars get there. Yani ensemble inapokea watu wa aina yote. That means mkutano that is taking everyone. Amen. 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 Maana ndani ya kanisa, because inside the church there is a lot of people getting in. Yesu yuko wazi, muache mabuna. And Jesus is open. Alisema muache mabuna ndalo changani. Let's the wheat and those bad wheat to get together. Lakini kanisa ambalo Yesu, but the church that Jesus aliambia Petro, told Peter, ni église invisible. It was kanisa lisiloonekana. Amen. 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 Na mwa ile kanisa, and in that church, ni kanisa ya watakatifu. It was a church for holy. Ni kanisa ambalo, it's a church that, mkitabu ya Ufunuo, from the book of Revelation, wanasema ya kwamba, it says that hamutaingia kinyonge, there's nothing wrong to get in, hamutaingia kichafu, there's nothing there. Ni kanisa ya watakatifu tu. It is a church for only the holy. Amen. Amen. Hebu uliza mwenzako, just ask your neighbor, wewe mtu wa kanisa gani? Which church are you in? Linaloonekana ama lisiloonekana? Are you from the church that is visible or invisible? Hiyo ni tu fupi. So that's short question. Naona ukuuliza hata mtu mmoja. Uliza rafiki yako. I think you need to ask anyone. Linaloonekana, ask your neighbor. Do you belong to the invisible or visible church? Maana wana member wa Église invisible, because the members of kanisa lisiloonekana, biko fast yote, they are everywhere. Ila ni wachache sana. But there are very few. Amen. Amen. Na mkila nyumba ya Wakristo, every household of Christian, muko wana member wa Église invisible. They are members of kanisa lisiloonekana. Maana ndani ya kanisa, because inside the church, kila mtu anajijua jinsi. Everyone knows himself. Amen. Amen. Turudi kuteme yetu. Let's get back to our sermon. Inasema don't pretend. It says usijifanye. Hapa nitapana imoya historia fupi. I'm going to give you a short story ili unielewe. So you can understand. Ulikuwa ndugu mmoja kule Kigali, Rwanda. There is a brother back in Kigali, Rwanda. Alisema iko mekanisien. He says he was a mechanic. Akatafuta kazi ya mekanisien. And he started finding a job of mechanical. Munifuate mzuri. Please follow me carefully. Aka-apply kwa company fulani pale Kigali. He applied to a certain company. Chemical mekanisien. Saying that I'm mechanical. Wakamwambia okay, hakuna shida, ila utafanya test. And they said, okay, there's no problem, but we're gonna put you through a test. Wakamwambia afungue motori ya Benz na aifunge tena. And they asked him to open up the Benz engine and put it back. Amen. Amen. Si mnajua Benz ile? Do you know Benz? Mnajua Benz ile gari kubwa? Do you know that big truck? Test ni moja tu, afungue motori ya Benz. And the test was one to open the engine of Benz and put it back. Ndugu akaifungua yote. And that brother opened the Benz engine. Motori mzima. Everything. Sasa akajikuta pale chini. But he found that around mingi mumacho. There was a lot of irons around. Ataanzia wapi na ishie wapi? He didn't know where to start and end. Akaangalia huku na hakuna mtu. So look on both sides, there is no one. Akasema anaenda kwenye restroom. And he said he went to choo. Akasema naenda ku restroom. And he said I'm going to choo. Na ule ndugu akakimbia. And that brother ran away. Amen. Amen. Akakimbia. He ran away. Unakuwa swali. There is a question. Alikimbia juu ya nini? Why did he run away?
hawezi, because he couldn't. lakini alijiita mekanisien. But he called himself mechanical. Pretend to be mekanisien. So alijifanya kuwa fundi. Baadaye akakimbia. But he ran away. Amen. Amen. Test ya pili ama kile story fupi tu. The second short story. Nafikiri baadhi ya watu wanajua hapa Bukavu. I think some of people know Bukavu. Mwane 2001. In 2001. Kulipita pale tukio fulani. There is an event that happened there. Watu walikuwa kanisani hivi tu. People were gathered in church like ilikuwa ni Dimanche. It was on Sunday. Baadaye katokea wasoda watatu. And suddenly 3 soldiers came. Wakafunga milango yote ya kanisa. And they closed all the church doors. Wanasema yule ambaye atasema ya kwamba iko Mkristo. And they said whoever says he is a Christian, tunamuia kanisa. We're going to kill him on spot. Amen. Amen. Kanisa amen. Church amen. Kanisa amen. Church amen. Banatoka vile Mkristo mbele ya maepreve. And we know a good Christian when it comes to temptation. Utajua Mkristo wa kweli ni mbele ya maepreve. You're going to know the really Christian or a true Christian when there is temptation. Sio tu mkinywa. Not just by saying in front of temptations. Kanisa amen. Amen. Wakapita kule mbele ya kanisa. And they went up front of the church. Tunaanzia huko mbele kwa wachungaji huko. And they said we're going to start with the pastors up front. Pale pastor akasema kwamba mie msiniwe mbele ya Wakristo. And the pastor said, don't kill me in front of the Christians. Omwe kwa nje ya kanisa. Maybe outside of the church. Wakabana pastor wa kanisa. And they catch the pastor of the church. Wakamtoa nje ya hekalu. And they took him out of the temple. Sema wakapiga masasi mwewa. And they shot in the hair. Lakini ile mlio ya masasi. But the sound of the shooting. Watu bakasikia. But in the church, those people he had bakaingia mkanisa. And they get back in the church. Wakamwambia tunaua pastor wenu. And they said, we just killed your pastor. Sasa boto mundani yule mbele Mkristo wako tutamua hapa. And everyone here inside who is a true Christian, we're going to kill him on spot. Watu walikataa. And people denied. Wanasema hapana, mimi naingiaka ni juu ndio nafaa kuniinvite. And they said, I want to attend because this one is the one inviting me. Mimi sikuwake muibi mimi. But I'm not a member of this staff. Wewe ukubatizo wewe. Aseme no ni kazi wako. And they been baptized? No. And they said no. Upande wa waimbaji. And they get to the singers. Na nie ni je? And what about you? Anasema hapana, sisi ni kuimba tu. And they said no, we are just singing just for pleasure. Kanisa amen. Amen. Kanisa amen. Upande ya wakina mama. And from the women side. Na nini je? What about you? Mbele ya kifo weko muzaa. And they said, in front of death, it's not a joke. Sisi ni kuingia tu lakini so we just gathered here, but it's not something that is inside us. Kanisa amen. Church amen. Kanisa amen. Church amen. Ambia mwenzako. Tell your neighbor. Don't pretend. Usijifanye. Kuna Wakristo ambao there is a Christian that ndani ya kanisa inside the church ni wapole sana. They are very humble. Maana ndani ya hekalu because inside the temple ni mpole tu. Everyone is humble. Na kitembea and when he walks ni sio vile padiri. It's like priest. A priest. Amen. Amen. Ndani ya hekalu and inside the temple kila mtu ni Mkristo. Everyone is a Christian. Wandugu ni bongo hapana? Is it true or false? Kila mtu anaongea vizuri tu. Everyone talk very good. Kila mtu anasmile. Everyone is smiling. Kila mtu anaomba sana. Everyone is praying God. Je, kiundani huku? But inside, huko Mkristo. Are you a real Christian? Amen. 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 Ambia mwenzako ya kwamba tell your neighbor that hapana kuwa Mkristo kameleo. Don't be a Christian like a chameleon. Muna kameleo? Do you know chameleon? Nini msiri kameleo Mswahili? Nini? Kimba. Kinyonga.
kazi iko. Kanisa amen. There is a job to do. Upande ya wakina mama. So from women's side, nina swali moja. I've got a question. Ule kinyonga, ndio nasema pastor. The chameleon, ule kinyonga anakuwaka je? How is the chameleon? Marangirangi. So I changed the colors. Très bien. Very good. Yani kameleon, that means the chameleon anafalaka kila couleur. Can put any color. Kama ni vert iko vert. If green is green, jaune iko jaune. If yellow is yellow, rouge iko rouge. Red is red. Na hata ndani ya makanisa, even in the church, kuna Wakristo wa kameleon. There is Christians that are like chameleon. Ndani ya kanisa, inside the church, ni Mkristo sana. Is a very good Christian. Lakini sehemu kwenye natumikia kukampani ni kwa. At his workplace it's Kanisa amen. Church amen. Ambia mwenzako don't pretend. Tell your neighbor usijifanye. Uko ama huko. Whether you are or not. Kanisa amen. Church amen. Kuna Wakristo wa kameleon. There's a Christian that are chameleons. Ndani ya kanisa, inside the church, wanamjua sababu ya Mkristo. We know him like a Christian. Lakini ndani ya company, but in the company, iko na ingine jina. He has got another name. Ineshia tujue. That we don't know. Amen. Amen. Hata upande ya manyumba wa ndugu. Even from the household side, kanisa yako ya kwanza ni nyumba yako kwanza. Your first church should start from the house. Amen. Amen. Kanisa ya mtu ya ni wapi? Your first church is in your house. Kama una mke, inabidi mke wako kushuhudie. If you have a wife, you have to show testify. Saying that my husband has been saved. Watoto bakushuhudie papa na okoka. Your children should testify that the father is saved. Ingine manyumba papa kuna majina. From other households, the fathers have got certain names. Papa Rambo. Father Rambo. Hallelujah. Hallelujah. Yani akichomoka tu. So when he come up, kila mtoto kwa yake. Every kid is taking his own position. Anakuja tena njoo. And he's coming again. Ni mshambe tu. So that that's ndani ya kanisa. But in the church, papa yuko mpole sana. That father is very humble. Ambia mwenzako acha unafiki. I tell your neighbor that don't be a hypocrite. Hallelujah. Hata upande ya wakina mama. Even from women's side. Ndani ya kanisa. Inside the church. Ni mpole sana. She's very humble. Anatembea vizuri. She works very nicely. Anaomba vizuri. She plays very nicely. Anaimba vizuri. She sings very nicely. Ndani ya nyumba yake. Ndani ya nyumba yake. Ni shetani mzima. Hallelujah. Hallelujah. Injili ya leo. My beloved, today's gospel is set away. Makosa mumacho. We are telling everyone mistakes set away. Hapo Yesu akapanda bahari mtumbu ile. Not like Jesus went to the boat. So that's why he stepped forward. Kanisa amen. Amen. Kanisa amen. Amen. Don't pretend. Usijifanye. Ama huko ama hauko. Whether you are or you are not. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema kwamba Bible said that siku zinakuja days are coming ambao kila siri itafichuliwa. That every secret will be revealed. Wapendwa, unajua Mungu, beloved one, know God anakuwa na hekima sana. Is has strong wisdom. Mungu anaonaka mingi. God sees a lot. Measemaki. But he doesn't say. Amen. Amen. Jinsi uko pale mkiti. Just as you are sitting, unajijua bien. You know yourself very good. Bongo hapana. True or false? Webaji bongo hapana. Say that's true or false. Kama bia Mungu biko mweye unajua. If you have godness inside you. Na kama habiko unajua. And if you don't have, you know. Yani ile hali kwa ndani unajijua. That means the situation that you are in, you know it. Kanisa amen. Amen. Church amen. Ambia mwenzako mbona unasirika? Tell me why are you angry? Hallelujah. Hallelujah. Mwambie mhubiri anafuata. Tell how him like what does the preacher say? Maana ndani ya kanisa, because inside the church na Wakristo ambao there's a Christian that anakuwa hivi.
They're like this. Kama wanajua fulani ni mwizi, mfano. If they know that someone is a thief, that's an example. Na mhubiri akigusia mwizi. And the preachers talk about theft. Utasikia kazi ya pale. He says, okay, focus on that. Focus on that. Juu anajua mkanisa huko mwizi. Because he knows that there is a thief in the church. Lakini naye bakigusia madhaifu yake. But when they touch his or her own weaknesses, sema amen. And say amen. We say Kanisa amen. Church amen. Kanisa amen. Church amen. Asemwe kanisa watu nilikuwa na hubiri watu tu. And say, oh, it's just preaching people. Sasa wapenda tuhubiri biti. So beloved, do you want to teach the tears? Tuongee ukweli, tuhubiri biti. Let's tell the truth. You want to tuhubiri watu. We are preaching to people. Na kugusia makosa yako. And I'm touching your weaknesses. Kanisa amen. Kanisa amen. Hauna habari? Don't you know? Leo kule. Ilikuwa ni wewe tu They were just talking about you. Ni wewe tu. It was only you. Sasa wapenda tu. So my beloved ones, do you want to teach for the building? Do you want to preach for the church? We are preaching people. Hallelujah. Hallelujah. Ambia mtako don't pretend. Tell your neighbor, usijifanye. Mwambie don't pretend. Tell your neighbor, usijifanye. Amen. 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 Nina swali moja. I've got a question. Enye utauliza mwenzako. That you will ask your neighbor. Mukartie na kukazi. From the streets and at your work. Wanakujua mjina gani? What name do they know you? Muulize. Ask him or her that question. Mitaani na kukazi. So in the streets and at work. Wanakujua mjina gani? Which name do they call you? Eske mkazi wanakujua kumbe chrétien? At work, do they know that you are Christian? Amen. Amen. Kanisa amen. Church amen. Nyumbani kwako. At your home. Bibi yako. Your wife. Mume wako. Your husband. Batoto yako. Your children. Eske wanakujua sule Mkristo? Do they know that you are Christian? Amen. 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 Kanisa amen. Church amen. Don't pretend. Usijifanye. Tulisoma habari ya Simoni mchawi. We just read about Simon the sorcerer katika mji wa Samaria. From the city of Samaria. Simoni mchawi, Simon sorcerer, alifanya miujiza sana Samaria. So he did a lot of miracles. Na watu wakamwaminia sana. And a lot of people believed in him. Wakawazia yake ndio mna super. They thought he was a super one. Lakini kulikuwa ile power iko above ile power. But there was a power above that one. Kanisa amen. Amen. Simoni mchawi, Simon the sorcerer, akili yake kibinadamu, in his mind as a human being, alifikiria iko mambo ya Mungu. He thought he was in God will, anasaidia watu, and he thought he was helping people. Wapendwa, huko kuna Mungu na courage ya kazi ya Mungu na bishana. There is a power of God and the strength of doing that work. Kanisa amen. Amen. Kanisa amen. Amen. Sa huyu ndugu, so that brother, wakati yeye alikutana na power ya Mungu, when he met the power of God, maisha yake ilibadilika. His life changed. Wapendwa, nasema kila wakati, beloved ones, I say all the time, hakuna mtu ambaye alikutana na Yesu na kabakia vile vile. There is no one who met Jesus and stayed the same. Sasa ikiwa kama so huko unajikuta, if you find yourself huko mubile bile tu, you're still in the same stuff, bado na Yesu, that means you haven't met Jesus. Kwa mfano, for example, mbele uaminie Mungu, before you believe in God, ulikuwa mwizi, you are a thief. Hii ni mfano. That's an example. Kwa leo unajidai eti unaaminia Mungu, but today you are proud of yourself that I believe in God, tena tu, but you are just singing. Wapendwa, beloved ones, haujaaminia Mungu, you haven't believed in God. Maana hakuna mtu ambaye
because there is no one alikutana na Yesu, that met Jesus, alimpokea Yesu, that received Jesus, alimwamini Yesu, and he believed in na Jesus, kubakia vile vile. and still say the same. Matokeo ya kuamini So the outcome of ni believing kubadilika. is changing. Amen. 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 Mtu ambaye anaamini Yesu kweli kweli, That person who surely believes in Jesus, anabadilika he must change. kimasemi, In his says, kimwenendo, in his behavior, kutenda yake, in his act, mtu tofauti. he's a different person. But ikiwa kama But if uko vile vile tu, you stay the same, haujaamini Yesu. that means you haven't believed in Jesus. Kanisa amen. Church, amen. Kanisa amen. Church, amen. Maana matokeo ya kuamini ni kubadilika. Because the outcome of believing is to change. Amen. Amen. Lakini kwani nimekazi hapa ni kwamba But my focus is kanisa ya kwanza ya mtu inaanza nyumbani kwake. the first church of anyone should start at home. Nimekazia pale kabisa. I'm gonna stress on that. Inaanzia kunyumba. It should start at home, your own home. Hautatuonesha upendo mkanisa You won't show us love in church, na nyumbani kwako hauoneshaki. but in your home you don't show love. Huko watu ambao There's wanacheka some people kwa that- kanisa tu. There's some people that are just good in church. Yaani kuona meno yao ni mkanisa. They only laugh at church, Na kunyumba ni histoire. but at home it is another story. Amen. 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 Nakumbuka nyumbani Bukavu, I remember back home in Bukavu, nilikuwa mmoja mama. there was a woman, Mnisikie vizuri. listen to me. Yule mama tulikuwa naomba Mungu hitaji moja. That woman, I was praying for one request Akasema, Yesu, nataka nikuone na macho. and saying, Jesus, I want to see you by my own eyes. Amen. Amen. Nataka nikuone na macho. I want to see you by my own Yule eyes. mama aliomba, That woman prayed. She prayed muda wa wiki mzima, for 1 week, wiki mbili. 2 weeks. Baada ya wiki mbili, After 2 weeks, Mungu akamwambia, God told her, nitakutembelea kesho na saa 9 kamili. I'm going to visit you at tomorrow at 3 p.m. Amen. Amen. Nitakuja kwako kesho na 15 registre. I'm going to be at home tomorrow at 3 p.m. Mama akawazia Mungu ni mwanadamu, ni mtu. And that woman thought that God is a human being. Akafatia nyumba vizuri kabisa. So he cleaned all the house. Akaandaa chakula kila kitu. So he prepared the food. Yaani kabisa anangojea Mungu afiki. And she was waiting for God to arrive. Ilenea saa 9 kamili. When it reached 3 p.m., Umwea musazi anachomoka. one crazy person came. Umwea musazi fu. She was a crazy. Mate She was chafu salivating. kabisa. So she was very dirty. Fika kumulango anagonga. And that crazy person knocked the door. Akagonga. He knocked. Mama anafungua mlango. When that woman opened the door, We, ni nini hapa? I said, you, what are you doing there? Nipatie maji ya kunywa. Give me water to drink. Hapana. No. Wewe ndio kumshafu hivi. Toka I hapa. have very good soul. Move away, move away. Nipatie maji ya kunywa. Mother, give me water to drink. Yule mama akakataa. And that Sababu woman. alikuwa alimuuzi sana alimuuzi. So when that crazy person Akaingia nyumba yake. she go in his home. Unajua po? Banafahamu Do wewe. you know the pots? Shito tari po. That's a pot. Oh, ndio pot. Yeah. Okay. Akatia muli maji ya mchafu. And she put some dirty water up there Kamata. and take. Yule msazi, And that crazy person. ndio hizo historia hii ni reality. That's not a story, that's a reality. Akamwangalia. And they looked to that woman. Akawana ile po mikono mbili. And she took the pot with the both hands. Pale ule msazi. As at the same time that crazy person Akabadilika mwili. changed his flesh Anakuwa mtu mpya. and became a new Na person anavaa vizuri. and dressed very Na comfortably akapotea na ile po na kaenda. and disappeared with the pot and went. Amen. Amen. Ule mama akashituka. And that woman got surprised. Said, what's Baadaye that? But then mmoja mjumbe akatokea. a messenger came Akamwambia that told her that tipriete Mungu akuvizite. ulikuwa unaomba Mungu akutembelee. Sasa Mungu alifika But God arrived na ampatia maji
mupoe uchafu. And you gave him the report and he went away. Amen. Amen. Ambia mwenzako, I tell a neighbor, usizarau mtu maisha. Don't neglect anyone. Mwambie mtu ajuaje. And say, tell him that no one knows. Amen. Kamata watu wote sawa sawa. Take other people the same level. Njia ambao Mungu atatumia kubariki hauijue. You don't know which way God will use to bless you. Watu hauijue. You don't know it. Mungu ana njia nyingi sana kubariki mtu. God has a lot of ways to bless someone. Hapana selewa akili yako binadamu. Don't take it with your own mind. Mungu atapitia hapa, That's God gonna go this way. Tofauti. So he has a lot of ways. Kanisa, amen. Church, amen. Don't pretend. Usijifanye. Maana kuna Wakristo ambao, because a Christian that, wapendwa, habari mwani kwamba, so beloved ones, badala mko pale na telefoni pale. Sister, do you have a phone? Nitauliza swali moja tu. So I've got one question. Tafuta kwenye Google ni watu wangapi wanakufaka every second mudunia. Please try to find how many people die for every second. Kwa kila sekunde moja. For each second. Dunia mzima ni watu wangapi wanakufaka? From the world, how many people pass away for 1 second? Anaipata tuambie. Dunia find it, please give an answer. Ile moja tu ni watu wangapi? Tell us how many people die for 1 second. Tutie hour. Tia saa moja. Let's put for 1 hour. Ili ujue huko unaelekea wapi na Kristo wako. So you know where you are going with your Christianity. Ile saa moja tu ni watu wangapi wanakufuata? Saa moja. How many people die worldwide? Ngapi? Ngapi dada? Million kusaa moja. So it's 56 millions for 1 hour. Amen. Amen. Hiyo ni saa moja ama sema ni second moja? Ni mwaka mzima. Million. So it's 91.8 million for 1 second. Sekunde moja. That means for 1 second in the world, tunafika about 1 million ngapi? 80. 1 million. Milioni moja na makumi munane. That is 1 million 8 from the worldwide. Ile tu tam banakufa. That means for each second. Kanisa, amen. Amen. Kanisa, amen. Amen. Sasa habari kwamba, so the story is, nataongea nini? What's the one ambaye kiukweli anajijua kiukweli. Every Christian that knows himself anaangalia maisha yake kila wakati. Should prepare for his life every time. Maana gari yako ikifika hutajua. Because you don't know which transport you're gonna use. Amen. Amen. Kanisa, amen. Amen. Habari kwamba, the news is, tumeelekea sehemu fulani. You are going somewhere. Na ambayo kuna picha yake ya sasa iko kuna haji ya giza. Is anyone with his or her own picture when he was 10? Leo kuna picha yako ya giza. You might have 20, but we need your picture when you were 10 years old. Are those pictures the same? Inapishana? Do they look the same? They are different. Pastor, kwa leo usikimbia saa 3 mbio sana. So Pastor, can you run for 3 hours? Running fast? Hapana. No. Lakini ile wakati but that time was it possible? Amen. 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 Wapendwa, habari kuamba tumeelekea sehemu fulani. The news is we are going to a certain place. Kwa hiyo wakati kila mtu asipretend. So but this time usijifanye. Usijifanye. Ama huko ama hauko. Whether you are or not. Maana hakuna bahati mbaya. Because there is no bad luck. Ya mtu kupotelea kanisani ni bahati mbaya. Someone disappearing in the church. Kanisa. The church. Inatoa mtu nje anaingia mkanisa. Take someone from outside. Lakini wewe, but you uko tena mkanisa. You are inside the church. Uko vile kwa wewe. Still the same all the time. Uko mchangapi haueleweki. We don't know which corner is. Ndani yako mko matendo ya mwili na ya roho. So inside there is an act of contemplation. So you are not cold, you are not hard. Where are you? Ambia mwenzako usituchanganye. Tell your neighbor, don't confuse us.
Mwambie usichanganye. Then tell your friend, don't confuse us. Uko mchangapi? Which side are you? Umuulize uko mchangapi? Ask him or her, which side are you? Hallelujah. 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 Wapendo wa chini mwambie kwa leo siongee mingi. I beloved, I told you that I'm not talking a lot. Maana dimanche passé Because last Sunday, tulikuwa prevu nihubiri. I was prepared to preach, Lakini sante haikuruhusu. but the health didn't allow me. Nilikuwa na homa kali sana. I had a fever Nikamwambia pastor ya kwamba and told the pale prophet, mbele na kohoa wanasema corona hii. if I get up front and understand Hallelujah. COVID, people say I have COVID. Hallelujah. Hallelujah. Maana ndani ya kanisa Because inside the church, kama vile wahubiri as preachers, ilifo kujua ile. you should know that Sio wote walio ndani ya mabiti mkanisa not everyone sitting in the church, ndio kiukweli wanafuata mahubiri. they are there because they want to listen to the gospel. Amen. Amen. Mule mukiti There's someone sitting up there baimbaji bakiimba because of yeye singers. afuate maana ya nyimbo hapana. He doesn't mind about the meaning of the song. Dada yule mhubiri ule mwimbaji ule alifanaje? They're just looking, oh, how is that singer dressed? Ni akabambi. Maybe, why is that suit very big? Kama ni koti tatete ilimwachia hii. Maybe that's a suit that they gave us her grandma. Na mbona kiatu liko lupengo? But the shoes are crooked. Yeye afuate nyimbo. That means he doesn't listen to the song. Kama iko naimba, Why is that lady when she's singing? iko na lia macho. You might think she's crying. Yaani afuate manyimbo yenye komantere tu. That means he or she doesn't listen to the same best comments. Dada ule akimbisha ule. And if that person tu. it is only a Kuimba wake ata. he or she doesn't know how to Sasa sing. yeye akiwekwa hapa aimbe histoire. But that person who put it here inside to sing, that's another story. Hallelujah. 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 Kama ni mhubiri, If he's a preacher, napenda sana hii madhabahu ni mzuri. I like these authors. Ingine madhabahu mhubiri kwa wazi. For other authors, you're going to find the preacher is Hapo very ndio open. ambao huku mabulaya wazungu. So here in America and Europe, Mtona anahubiri koti yu na kravate, you might think someone preaching with a suit and a anafanya tie, kilote na amujui. but sporting the shorts and you don't know. Anafanya kaputula tu chini. And you're putting the shorts, but you don't know. Hallelujah. Hallelujah. Sasa upande nye makanisa, So from that side of church, huko mhubiri unahubiri. you are preaching, you are preaching. Kuna Wakristo ambao mahubiri hawafuate. There are Christians that do not listen to the preaching. Dare ule mhubiri leo And they say, oh, today is that preacher. yeye kwa vile ile ilo sari ni ya mawenge tena hivi. How did he cut his ears? Na anafanya nguo kama ni yae, mbona koti sana ni ya kabambi. The suit look like very big. Alizo mu dollar 3 koti. Maybe I got it from Dollar Tree. Yaani afuate mahubiri. That means it doesn't follow the preaching. Kwanza kwa sababu anasimama je? And how does he stand to the Sawa altar? opposant wa IDPS huyu. Maybe that's an opposition. Huyu ni Person opposant from wa EPS. Chadema kabisa. Maybe it's from Chadema. Hallelujah. 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 Yaani afuate mahubiri. That means that person do Ni habari ya Yutiko. the preaching. Ni habari ya Yutiko. That's on the other story. Ambao mitume So about walikuwa na the ubiri. so preaching, Meye iko dirishani. but he was at the windows. Anaangalia nje, anaangalia ndani. He was looking outside and inside. Kanisa amen. Church, amen. Kanisa amen. Church, amen. Tuko wote. Are we together? Sema don't pretend. Sema usijifanye. Ambia mwenzako don't pretend. Tell your neighbor usijifanye. Ama uko Mkristo ama hauko Mkristo. Whether you're a Christian or whether you're not. Na kama hauko Mkristo, And if you are not a Christian, omba msaada bakuelekeze. ask for help so they can lead you. Amen. Amen. Maana hakuna mtu ambaye alikutana na Yesu Because there is no one who met Jesus na kubakia vile vile. and still say the same. Kama uko mkanisa If you're in the church na ungali unaloga, and you still doing sorcery, ni bahati mbaya. that's a bad luck. Amen. Amen. Ni bahati mbaya. That's a bad luck.
Maana hautaruka siku yote. Because you can't do sorcery every day. Ulikuwa wachawi wa hatari mbele yako. The sorcerers are what you tena wa hatari sana. They are very dangerous. Meleo ya habiko. But today they are no longer. Hallelujah. 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 Kama uko sutwa, if you are someone talking behind other people, ulikuwa basutwa ya hatari. There's a lot of people who are talking behind other people. Hata mkanisa, because even the church, huko watu ambao kaposikia habari ya mtu, they are just there to listen other people's stories. Iko na washiwa tu. She like someone is getting some work. And she can steal. Don't you know? Don't you know? Which fulani? That person. Ambia mwenzako este balikuuliza. Ask your neighbor, did they ask you? Ambia mwenzako este balikuuliza. Tell your neighbor, did they ask you? Hallelujah. Hallelujah. Kama ndani ya kanisa, if inside the church, unaingia mgeni, there is a guest coming in, mabari anaanza. Story starts. Na hii kansele. Do you know that stage? Ni vya hivi tu. They are just like that. Nilikuuliza. Did I ask you? Amen. Amen. Nilikuuliza. Did I ask you? Hallelujah. Hallelujah. Yaani mtu anawashiwa na habari. So it means that someone is feeling uncomfortable. Kristo wa kweli, a true Christian, kama kazi ya Mungu itembee mzuri, if the work of God is anakosa amani ya roho, he doesn't get a peace of heart. Hallelujah. Amen. Anakosa amani ya roho. He loses a peace of heart. Haiko posé. She can't stand. Mambo itembee bien. Because things are not moving properly. Wa mwili. But someone from flesh, ikiharibika, when they get destroyed, anapata habari ya kuongea. He gets a story to tell. Makampuni, from the factories. Wewe ongea tu sana. Just talk, just talk. Mungu ana uwezo. God has the power. Wa ile kinywa kuigeuza huku. To change your mouth. Hallelujah. 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 Wandugu, Mungu yuko kwa kanisa. Brothers, we have God as a church. Mungu yuko hapa. We have God here. Ile ni ukweli kabisa. That is true. Sasa habari kwamba, so the news is, ujirekebishe. You should correct your acha kuongea mingi. Don't talk too much. Acha kuchafua kanisa. Don't dare the church. Unamrudi ndio Yesu. You are troubling Jesus. Unamrudi ndio Yesu. You are troubling Jesus. Les blancs disent stop. Wazungu wanasema hacha. Ambia mtako stop. Tell your neighbor hacha. Mwambie stop. Hacha. Maana utakutana na mwenye kanisa. Because you're going to meet with the honor of the church. Haiko pastor. It's not the pastor. Ni Yesu. It's Jesus. Hallelujah. 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 Wewe ongea tu. Just talk. Mumakampuni ongea tu. Just talk from the company. Ya lunch, ya break, ongea tu. On your breaks, just talk. Ni muda wako. It's your time. Maana kila kitu na muda wake. Because everything is on time. Wewe chafua tu. Just let the church. Wakati Mungu aliye hai. But by the time the living God, we stand up. Wandugu, brothers, utakuwa kimya na kujiwa. You will stay quiet. Hallelujah. Maana uitike ukatale. Because whether you accept or not, God has said. Mungu alishasema. God has said. Haiko wewe ulisema. It's not you who said. Mungu alishasema. God said. Hii kanisa tena. I said that the church itajaa sana. Kama wewe Mungu wako asemake. But if you don't say, kama wewe Mungu wako asemake. If your God doesn't say, wetu anasemaka. Our God says. Kama wako waonake. If your God doesn't see, wetu anaonaka. Our sees. Mambo ya Mungu in God's stuff. Atuendeende tukichwa hapana. Don't go like chicken heart. Hallelujah. 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 Mtumaini anaambia pastor ya kwamba ajipe moyo. So I'd like to tell the brothers, please comfort yourself. Comfort yourself. Ni muda tu. It is just a matter of time. Na aya nayo yatapita. Even this. Hallelujah. Hallelujah. Ambia mwenzako aya nayo yatapita. Tell your neighbor that even this will pass away. Kanisa ina mwenye naye. There is an honor of this church. Yaani Yesu. Who is Jesus. Na iko mzima. And is living. Atasimama. He will stand. Atapigana. He will fight. Na hakuna mtu wa mwili. And there is no one from the flesh. Atasimama. Who will stand. Mbele ya Yesu. In front of Jesus. Hakuna. There is never. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Wapendwa, mjipe moyo. Beloved, please comfort yourself. Mjipe moyo. Comfort yourself. Tia watu moyo. Please comfort others. Tia watu moyo. Comfort others. Usivunje watu moyo. Don't break other people's Hapana hearts. kuwa kikwazo kanisani. Don't be an obstacle for others. Hallelujah. Hallelujah. Tia watu. Receive them. Ongea na wao. Talk to them. Watie moyo. Waambie Them. habari mzuri. Tell them good news. Hakuna kanisa bila madhaifu ikuache. There is no church without weaknesses. Chini ya jua hakuna sehemu bila madhaifu ikuache. There is no nation without weaknesses. Even the time of the Petro na Paulo kama nakokotana. Peter and Paul were Ni kawaida tu. fighting. That's normal. Hallelujah. 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 Afana tu yale ya kanisa mena uprofite situation hapana hapo Some vile. people are taking advantage of the weakness in the Unaamini church. Mungu wewe ama hapana? Did you believe in Jesus or no? Hallelujah. Hallelujah. Bali uombe kanisa huko tena unachafula tu. Instead of praying for the church, you are just going Na to the next church. Sunday you come back again and And next Sunday you get back again from the same church. sasa umeitukana. Yeah, you started hate Sasa tuko bien. because we're good. Hapa nikiuliza, If I ask him, qui parle en mal ya kanisa? Qui va t'aider? nani anasema kwamba nani anaongea vibaya kuhusu kanisa? Nikiuliza swali, If I ask a question, nani mwenye anasemaka vibaya kanisa hapa afanye hivi? who talks bad things about the church? Please raise up your hand. Na atasema Who will show up? nani asimama? Au kuya leo? He didn't come today. Haleluya! Hallelujah. Nani ambaye anapeleka sifa nzuri ya kanisa nje afanye hivi? So who's talking good things about the church outside? Please raise your hand. Sifa nzuri ya kanisa So unapeleka nje afanye hivi? who's talking good about the church? Please raise up your hand. I'm the first one. I'm here. Haleluya! Hallelujah. Haleluya! Hallelujah. Nani ambaye amenipenda hii kanisa afanye hivi? Who love the church? Please raise up your hand. Nani mwenye haipendi afanye hivi? Who doesn't love the church? Please raise up your hand. Akukuya. He didn't come. Haleluya! Hallelujah. Kanisa amen. Church, Wapenda amen. Mungu mzuri. So, beloved, you are good. Ila tu umeshua kwamba But make sure that uko ndani ya Yesu. you are in Jesus. Maana gari yako Because you are transforming. kama itakuja lini ya ujuu. You don't know when to come. Kanisa amen. Church, amen. Kanisa amen. Church, amen. Wapenda tutiane moyo. So, I'd like to encourage you. Tutiane moyo. I'd like to encourage you. Tutiane moyo. Let's encourage one another. Kuko mtu mmoja ambaye There is someone that dimanche passé sikuwaka hapa. last Sunday I was not here. Ya ile mizamu kanisa ina stop. So we should stop those jokes in the church. Yule mtu That person, mhubiri, kuna hubiri huko mbele, when the preacher was preaching up front, anaambia watu waseme amen. and he asked the crowd to say amen, Yeye akasema and that person said, amen sio Biblia. he said, amen is not Bible. Sitasema amen mimi. I won't say amen. Haleluya. Hallelujah. Kanisa amen. Church, amen. Kanisa amen. Church, amen. Huko wataalamu wa Biblia mkutano mule. There is some expert of the Bible. Huko mbele na hubiri, yeye mbele iko na entre correcteur. You are preaching up front, but he has correction flutes over there. Ule mhubiri pale akubiri mzuri. Anahubiri. And saying, oh, the preacher didn't preach well here. Mtia hubiri kumbele. When you ask him to come up Mtu mmoja front, akasoma kitabu ya hapo niko ni nyumbani. someone read when I was back at home. Kuhubiri. One preacher, when he wanted to preach, Ule mbele anasema tusome nini Biblia? and said, let's open our Bible. Tusome kitabu. Let's read from the book. Kitabu. From the book. Haleluya. Hallelujah. Kitabu ya Book of kitabu ya Motorola. the book of Motorola, Sura ya pili. chapter 2. Wapendwa. Haleluya. Beloved. Kanisa Hallelujah. amen. Ambia Amen. mzako don't pretend. Mwambie
ndugu yako asijifanye. Ama kwa mambo ya Mungu ama hauko mambo ya Mungu. Whether you are God's staff or you are not. Wapendwa, tulinde ushuhuda. Please, let's keep our testimony. Umanyumba, umakazi, popote ulipo from our home or to places, wherever we are. Usiongee ovyo ovyo. Don't talk roughly. Maana hujui unaongea na mtu gani. Because you don't know who you're talking to. Sisi wa Afrika tuna tabia gani? You know, Africans, we have a certain habits. Ukiniambia habari fulani, if you tell me a certain story, haitaishia hapa. It won't stop here. Wewe unatoka tu. You move. Unajua mtu fulani? Do you know that person? Aliniambia hivi na hivi. He or she told me that. Yeye na yeye anaambia huyu. Na yeye anaambia. Na yeye anaambia huyu. Na habari inatawala hivi. Kanisa amen. Amen. Kanisa amen. Amen. Chunguza sana masemi yako. Please check your says. Na don't pretend. Na usijifanye kuwa Mkristo na uko Mkristo. That you are Christian but you are not a Christian. Hallelujah. Hallelujah. Tuko wote wa ndugu. Are we together? Tuko wote wa ndugu. Are we together? Mimi na familia yangu, I and my family, tuko wageni hapa Dayton. We still new at Dayton. Lakini hatuko wageni Marekani. But we are not new in US. Amen. Amen. Tuko wageni muizehebu. We are new from this denomination. Lakini hatuko wageni ndani ya Kristo. But you are not new in Christian. Tumeelewana? Niko mgeni hapa. I'm new here. Mesiko mgeni mambo ya Mungu. But I'm not new from God's staff. Hallelujah. Hallelujah. Niko mgeni Dayton. I'm new in Dayton. Mesiko mgeni Marekani. But I'm not in US. Hallelujah. Hallelujah. Sasa tukionana, but if we meet, uniambie vya Biblia kanisa. Tell me a good stuff about the church. Pastor, mimi niko mwa faiblesse. Pastor, I have a certain weakness. Ya kutaya mtu mkutano. To point people in from the crowd. Kwa mfano, for example, unakuja kwangu, you come to me. Pastor, unachua ile kanisa? Pastor, do you know that church? It is like this, like that. Mimi nitakusikiliza tu. But I'm going to listen to you. I want to chase you away. Nifika kanisani, but when I get to the church, nitasema, I'll say, Papa fulani, bino liambia kunyumba juzi. I'll say, oh, that person, please. Nilisema hivi. This story that you told me. Sipea kwa nirepete mkutano ya watu. Unaweza kuongea tena hapa mbele ya umati. Amen. Amen. Njoo injili ile. Not the gospel. Hapana vya siri. Not a secret gospel. Ni fara. It is like straight away. Hallelujah. Amen. Yesu akubiri musiri wazi. Jesus didn't preach in secret. He was preaching openly. And said to the disciples, everything I told you privately, please put it in public. Hallelujah. Hallelujah. Please talk good things about your denomination. Changing the church is not a solution of life. For instance, you were here and you changed the denomination. Will you stop your robbery? Itaisha. Will you stop it? Oh, ile kanisa ile mimi hama tu saying, oh, I'm going to change the church. Na uko mwizi. But you are fair. Unahama kanisa. You change the church. Kule uko mwizi. But you still the rope over there. Hallelujah. Hallelujah. Sio kushanje kanisa. It's not about changing the church. It's not about changing husband and wives. It's not solution. But you should fight for the problem. Hallelujah. Hallelujah. Mimi mwanamke amenichosha. Oh, I'm tired of this. So I've left to find a new wife. Hallelujah. 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 Maybe this husband, I'm tired of this husband. You're gonna change the husband, but you still the same. But you should ask yourself na upambane na hali yako halisi and fight for your own situation. Kanisa amen. Church amen. Sina mengi ya kuongea ndugu. I don't have a lot to say. Maana mtu mmoja anasema kwamba mbona anakokota sana. There's someone saying it's taking too long. Sio hote sana, tunaongea mambo ya Mungu hapo. I'm not taking too long. We are talking about God's stuff. Hapa nyumbani kazi hauna, ni TV tu. And when you live here, you don't have any work to do at home. It's about TV chatting. Hallelujah.
Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hata baadhi ya mimi hapa masameti abatumikaji. And a lot of people here, they don't want to Nikwambia service. tule kwa maombi, ni maombi mie. Mbele na maombi ni mwetu. But when it's asking to go to the prayer, Ndugu tamuua, ndugu anaogopa sana tu. so he's afraid of getting to the prayer session. Kanisa amen. Amen. Ila mbele ya kusha somo langu, But before I close na my kuona tabia sermon, kuuliza maswali I have a habit of asking kwa questions wanafunzi wazuri. for good students. Maana hata masomo, Even because even at school, all the students are not the same. all students sio wamoja. Unamwambia 1 + 1 ni de, You told them moja kuongeza moja ni mwalimu mbili. anafundisha vile, The teacher taught you about that. akipose ka teste. But when you ask questions, Kwa tatia tua, someone will put 3, 4, someone will put 4, oro mwalimu alikuwa wazi. but the teacher will open. Kanisa amen. Amen. Upande wa wadada huku, From ladies' side, mlipatie summary ya mafundisho ya leo. give me the muhtasari of today's sermon. Amen. Praise Lord. They preached about not being hypocrite and talk good things that's constructive to other people. Amen. Tupige makofi. For her. Upande wa hapa Here in the middle, tulisoma andiko gani? which scripture did we read? Banapiga macho kwa screen kule. Some Bali people kule Jesse ya leo bali kuta kule. Upande wa hapa don't cheat. Tulisoma Acts 8:9. Tulisoma Matendo ya Mitume Tupige makofi 8:9. udada. Let's clap for her. Upande wa hapa Here, somo ya leo iitwa je? what was the sermon of today? Usijifanye kuwa Mkristo na usio Mkristo. Tupige makofi. Let's clap for her. Na upande wa kushoto huko And from my left side, kama vile wa baba, you as fathers, mafundisho ya leo ilikusaidia nini? what does today's preaching help you? How does today's preaching help you? We should not act like chameleon to change colors all the time. Usikuwe kameleon. So don't be like a chameleon to change colors. Kanisa amen. Church amen. Kanisa amen. Church amen. Wapendwa, ninafurahi sana. Beloved, I'm very happy. Ninaamini ya kwamba niko kati ya wandugu wa Kristo. I believe I'm in the brother and sister who are Christian. Ninafurahi sana. I'm very happy. Kanisa amen. Church amen. Ya tutiane moyo wandugu. So let's encourage one another. Tunaenda shie wote fasi moja mbinguni. We are going to the same location, which is heaven. Ya, ifo tunapatana. We should be together. Tunapendana. We should love one another. Tukipendana, If we love one another, hatutatetana. we won't talk behind anyone. Tukipendana, If we love one another, hatutachukiana. we won't create. Tukipendana, If we love one another, tutasapoti hapa kazi ya Mungu. we're going to support the work of God. Tupatie wachungaji ma new visions. Let's give pastors new visions. Okay, pastor vraiment naona kama tufanye hivi tena. Sasa tufanye hivi. Like Pastor, I feel like we can do this Juu tunapendana. because we love one Kanisa another. amen. Church, amen. Chukulia mwenzako madhaifu. Take the weakness of your brother or sister. Amen kanisa. Amen. Akianguka umsaidie. So when he or she drops, please pick him up. Usimucheke wandugu. Don't laugh at him or her. Maana Ukristo haiko mzaha. Because Christianity is not a joke. Maisha ya Ukristo haiko mzaha. Christianity life is not joke. Ni kujiakana, haiko mzaha. So it is about focusing. Kanisa amen. Amen. Kama unaambiwa kusaidia, saidia. If you can help, please help.
Hapana cheka. Don't laugh. Hapana jimoke na kanisa. Don't mock at people. Saidia kanisa. Help the church. Kimawazo, in thoughts, pesa, finance, kimafikiri, maybe in idea. Saidia kanisa. Help the church. Hallelujah. Hallelujah. Na Mungu aonaye musiri atubariki. And God will see secretly, will bless you. Kanisa, amen. Amen. Na kama ndani yako wewe, And if inside you mupo ile hali ya kabila, acha. there is tribalism, please stop it. Acha. Stop it. Hallelujah. 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 Mimi usiniulizaje kabila yangu. Please, myself, don't ask my tribe. Sijue bile mimi. I don't know that. Hallelujah. Hallelujah. Kanisa, amen. Amen. Kanisa, amen. Amen. Hapana mfano. Don't take Kuna watu wengine kabila unakuwa gene. like when you see people from other tribes, you are uncomfortable. Kanisa, amen. You should stop that. Maana mbingu ni ya watu wote. Because heaven is for Na kanisa everyone. ni ya watu wote. It's for everyone. Na kuongea Lingala na Kasai na Just talking Lingala, French, Israeli. watu yote. It is for everyone. Hata wazungu ni kanisa. Even those white people, they are Kanisa, church. amen. Amen. Kanisa, amen. Amen. Mungu wa mbinguni The God from heaven awatie nguvu can comfort you na awabariki. and bless you. Amen. And Utaomba kidogo. we're going to pray a little bit. Utafunga macho yako Please close your eyes na ujiangalie. and look at yourself. Neno la Mungu alikuja kibure. The word of God can't come for nothing. Ina shabaha tu. There is a purpose for it. Angalia moyo wako, Look inside your heart. angalia mawazo yako, Look at your thoughts, behavior yako nyumbani kwako na kanisani. your behavior at home and at church, Hata kwenye unatumikia, even at your workplace. unaonesha picha gani? Which picture do you show up? Ya Ukristo ama ya upagani? Is it a Christian picture or unbelieved picture? Nyumbani kwako At your home, unaonesha picha gani? which picture do you show up? Ya Ukristo ama ya upagani? Christianity or unbelieved picture? Utaomba Mungu akutie nguvu. We're gonna pray God to comfort you. Peke yako hauwezi jitia Mkristo kujifanya. By yourself, you can't make yourself Christian. Lakini Mungu wa mbingu na nchi But the God who created the earth and the sky atakufanya kuwa Mkristo. will make you a Christian. Utajiombea Mungu mpendwa. We're gonna pray for yourself. Omba Mungu, jiombee. Pray God. Omba Mungu, omba Mungu. Pray God. Pray God. Ambia Mungu niko hapa siku ya leo. Tell God that I'm here today. Hali yote ya mwili ndani yangu itoshe. Every situation going inside my body, please move it Peke yangu away. sitaweza kitu. I can't do it by myself. Unitie nguvu. Please comfort me. Ondoa chuki ndani yangu. Remove hatred inside me. Ondoa kila hali yote ya mwili ndani yangu. Remove everything that's bad from me. Unitie upya Bwana. Make me a new person, oh Lord. Omba kabisa, jiombee. Pray. Jiombee kabisa. Sema na Mungu akuwezesha kusaidia. Wapendwa, tungine napita. Haujue lini utaacha mwili. Haujue. Uko huko tu. Lakini haujue umeelekea wapi. Omba Mungu kabisa. Pray. Mungu atusaidie. So God can help us. Nitaomba kwa mwisho. I'm gonna pray the last. Baba Mungu, katika uwezo wa jina la Yesu Kristo aliye hai, inarekomande kanisa yako Papa Entreteneur. Kila mtu unamjua kumfahamu vizuri sana kuliko mimi. Bwana, uwasaidie na uwawezeshe. Ninaenda kinyume na kila nguvu ya giza ambao inafunga fikra za wamoja. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.
Bwana uwatie nguvu, waipawa katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Merci Jésus. Merci Jésus. Utukufu na nguvu na heshima ni yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo.